Mimi ni mwanakijiji katika kijiji cha Sumbuka. Kilichotukutanisha hapa, kwa wenye kukumbuka, Mheshimiwa mbunge katika kipindi chake cha kampeni alifika katika kijiji cha Sumbuka kuomba kura kwa wanakijiji wa Sumbuka. Kama sikusahau, alikuwa yeye mbunge, alikuwa na diwani, alikuwa na mwakilishi. Lakini bahati mbaya katika mapambano wamerudi wawili. Mwakilishi kazama, kaibuka mbunge na diwani wake wa wadi ya Ole. Miongoni mwa ahadi tulizoomba kwa mbunge ilikuwa ni pamoja na kutusaidia kutuondoshea tatizo la maji. Tatizo la maji katika kijiji hichi ni sugu na linatusumbua kwa muda mrefu. Hivyo basi, Mheshimiwa alituahidi kama atabahatika kuingia madarakani, watu wa kijiji cha Sumbuka, Allah apendapo, tutafaidika na kisima. Kwa hivyo, kama kuna kumbukumbu, niliwaambia wenzangu wa Sumbuka, jamani, juhudi zetu tusione twapoteza, twaweka, zimalizike kwa mbunge, kwa sababu tutapata na sisi faida ya maendeleo. Kwa hivyo kupata kisima katika eneo hili kwa juhudi za mbunge ni jambo ambalo tumelipokea mikono miwili. Na Mheshimiwa mbunge, nataka kukuthibitishia kwamba mimi ni mtu wa itikadi nyingine. Kwa hivyo itikadi yangu hapa niliposimama inanisuta, lakini kwa sababu najua nifanyacho, nitasimamia maendeleo mpaka mwisho wa maisha yangu. Nikisema sitaki kisima cha mbunge kwa sababu ya itikadi, itakuwa sijifahamu. Mimi nina watoto wanasoma katika shule za CCM. Tunaumwa, tunakimbilia hospitali za CCM, za serikali manake. Leo itakuwaje mbunge alete kisima, mimi niwe miongoni mwa wanaokikataa? Uhafifu wa mahudhurio hapa, tunavutana kiitikadi. Ungekuta watu wengi sana hapa, lakini tumevutana kidogo kiitikadi. Mimi nahamasisha kuja, wenzangu wanahamasisha wasije. Kwa hivyo naomba kwako, kijiji hichi ukitupie macho sana, kwa sababu ni kijiji cha watu wa hali ya chini mno. Tuna wajane, tuna mayatima. Halafu katika hivi vijikundi vya shughuli, hichi kijiji Mungu kakijalia kina vijana wanajishughulisha. Hata huyo mtaalamu atakayechimba kisima pale ni kijana wa kijiji hichi. Kwa hivyo ana kampuni yake, na wale wako watatu kwa sasa hivi. Kuna yeye, kuna wawili zaidi. Tuna kampuni za ujenzi, mafundi waashi wawili. Tuna mafundi saramala wawili. Kwa hivyo hichi kijiji, wana kijiji wenyewe wanajitahidi, lakini umaskini unawarudisha nyuma. Zitokea hapo fursa kwako Mheshimiwa, kwa ajili ya unyanyuzi wa vikundi, tunaomba kijiji chetu kitupie macho na utupe taarifa ili na sisi tusonge mbele.